Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametoa kauli yenye uzito mkubwa akieleza kuwa vikezo vya kujenga ndivyo vilivyochangia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kuendelea kusota gerezani kwa takriban mwaka mmoja, akihusisha hali hiyo na mfumo wa sheria na katiba ya sasa. Akifafanua zaidi msimamo wake hivi karibuni, kiongozi huyo mkuu wa serikali alieleza kuwa hali ya kiongozi huyo wa upinzani kuendelea kuwa gerezani kwa muda mrefu imetokana na mfumo wa sheria na katiba ambayo kwa mtazamo wake unaruhusu haki kucheleweshwa na kuwafanya baadhi ya viongozi kuwa juu ya sheria badala ya kuwajibika sawa na wananchi wengine. Katika maelezo yake hayo, kiongozi huyo wa ngazi ya juu serikalini alieleza kuwa changamoto hiyo ya kucheleweshwa kwa haki inatokana na mapungufu makubwa yaliyopo ndani ya mfumo wa kisheria na kikatiba wa sasa nchini. Mteule huyo wa wananchi alisisitiza kuwa mfumo huo unahitaji marekebisho ya kina na ya dhati ili kuhakikisha haki inatendeka kwa wakati wowote kwa raia wote bila kujali nafasi yao ya kisiasa au kijamii. Kiongozi huyo wa serikali alibainisha kuwa uwazi kwamba suluhisho la kudumu la changamoto hilo ni kupatikana kwa katiba mpya inayohakikisha usawa mbele ya sheria, kulinda haki za wananchi na kuimarisha misingi ya demokrasia nchini Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi alionyesha kuwa mabadiliko ya kikatiba ndiyo njia pekee ya kutatua matatizo ya kimfumo yanayoathiri utoaji haki nchini. Kauli hii iliyotolewa na kiongozi huyo mkuu wa serikali imeongeza mjadala mkubwa na mzito kuhusu umuhimu wa mageuzi ya kikatiba na mustakabali wa utawala wa sheria nchini, huku wadau mbalimbali wa kisiasa na kisheria wakiendelea kutoa maoni yao kuhusu uhusiano kati ya mfumo wa sasa wa kisheria na kesi za kisiasa zinazoendelea mahakamani nchini. Uchambuzi wa kina wa maelezo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi unadhihirisha msingi na sababu kuu zilizomfanya azungumzie swala hili la kisheria na kikatiba. Sababu kubwa ya kiongozi huyo wa serikali kutoa kauli hiyo ni kuweka wazi mtazamo wake kwamba kuendelea kusota gerezani kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwa takriban mwaka mmoja si jambo linalotokana na mtu mmoja tu, bali ni matokeo ya moja kwa moja ya mapungufu ya kisheria yaliyopo kwenye mfumo wa sasa. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu kitaifa alilenga kuonyesha jinsi gani vigezo vya kijinga vinavyoweza kutumiwa au kujitokeza pale ambapo katiba na sheria hazijawekewa misingi thabiti ya kuhakikisha utoaji haki unakuwa wa haraka na usio na upendeleo. Athari za kauli hii iliyotolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kubwa mno katika uwanja wa siasa na sheria nchini. Hatua ya kiongozi mkuu wa serikali kukiri wazi kuwa mfumo wa sasa unaruhusu haki kucheleweshwa na kuwafanya baadhi ya viongozi kuwa juu ya sheria inaleta mtazamo mpya katika juhudi za kudai mabadiliko ya kisheria. Maelezo hayo yaliyotolewa na mteule huyo wa serikali yanaguza ama yanasukuma mbele ajenda ya marekebisho ya kikatiba, kwani yanatoka kwa kiongozi wa ngazi ya juu ambaye anaelewa kwa karibu utendaji wa serikali na mifumo ya dola. Kauli hii inatoa fursa kwa wadau wa kisiasa na kisheria kutathmini upya athari za kesi zinazowakabili viongozi wa upinzani gerezani. Umuhimu wa tukio hili unajitokeza pia katika namna makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi alivyorejea
mchakato wa katiba mpya kama suluhisho la kudumu la matatizo ya kisheria, kwa kuonyesha kuwa mabadiliko ya kikatiba ndiyo njia pekee ya kutatua matatizo ya kimfumo yanayoathiri utoaji haki. Kiongozi huyo wa kitaifa ameweka msimamo na msisitizo kwenye ukweli kwamba mifumo dhabiti ya kisheria ndiyo msingi wa utulivu, demokrasia na haki sawa kwa raia wote. Hali hii inaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya utawala wa sheria, utoaji wa haki bila kuchelewa, na uimarishaji wa misingi ya kidemokrasia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika sakata hili inabainika wazi kupitia maelezo ya kiongozi huyo wa serikali. Mfumo wa mahakama na sheria nchini unachukua nafasi ya kusimamia mashauri, lakini namna halivyo. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika sakata hili inabaki wazi kupitia maelezo ya kiongozi huyo wa serikali. Mfumo wa mahakama na sheria nchini inachukua nafasi ya kusimamia mashauri, lakini kama alivyobainisha makamu wa rais, mapungufu ya kikatiba yanafanya mfumo huo kuruhusu haki kucheleweshwa. Kwa upande mwingine, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kikiongozwa na mwenyekiti wake Tundu Lissu ambaye anaendelea kusota gerezani kwa takriban mwaka moja, kinasalia kuwa mhusika mkuu katika mchakato huu wa kisheria na kisiasa. Serikali nayo inachukua nafasi ya kuona haja ya kufanya marekebisho ya kina ili kuhakikisha usawa mbele ya sheria kwa kila raia. Historia ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika uwanja wa sheria na siasa inahusiana moja kwa moja na kauli hii ya makamu wa rais Emmanuel Nchembe, akiwa mwanasiasa na mwanasheria ambaye amekuwa akipitia changamoto za kisheria na kukabiliwa na vikesi mbalimbali. Kuendelea kwake kuwa gerezani kumekuwa kiashiria cha migogoro ya kimfumo nchini. Kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoeleza kuwa hali hiyo ya Lissu kusota gerezani imesababishwa na kesi vya kijinga pamoja na mapungufu ya kikatiba inathibitisha kuwa masuala ya kisheria yanayokabili viongozi wa kisiasa yanahitaji kutatuliwa kuanzia kwenye misingi ya sheria mama nchi. Uchambuzi zaidi wa maelezo ya kiongozi huyo wa kitaifa unaonyesha kuwa uamuzi wake wa kuzungumzia swala la katiba mpya ni hatua inayolenga kuleta maridhiano na uwajibikaji. Makamu wa rais Emmanuel Nchembe alipofafanua kuwa katiba mpya ndiyo itakayohakikisha usawa mbele ya sheria na kulinda haki za wananchi, alikuwa akiweka wazi kuwa mabadiliko hayo ni kwa manufaa ya Watanzania wote na si kwa ajili ya kikundi kimoja cha kisiasa. Kiongozi huyo wa serikali alibainisha kuwa mfumo ambao unawafanya baadhi ya viongozi kuwa juu ya sheria lazima ubadilishwe ili kujenga taifa linalojiendesha kwa misingi ya haki na usawa. Mjadala mkubwa uliibuka kufuatia kauli hiyo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaendelea kuonekana katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kote nchini. Wadau mbalimbali wa kisheria na viongozi wa kijamii wameeleza kuwa maelezo ya Emmanuel Nchembe yanatoa mwanga mpya kuhusu haja ya kuwa na mageuzi ya haraka katika mfumo wa haki jinai.